Gilly Bonny Online TV. Kama alivyozungumza mleta maombi, naomba kumuita mleta maombi kwa niaba ya wenzake watatu, kwa maana ya John Heche, Deogratias Mahinyila, kwamba lengo la kuwaita ni kuwapa mrejesho wa hiyo kesi ambayo ina lengo la kupinga uteuzi wa tume maarufu inaitwa Tume ya Uchunguzi wa Uvunjifu wa Amani ya matukio ya tarehe 29 na 30 mwaka 2025. Baada ya matukio ya rais, itakumbuka kwamba rais aliunda tume kwa ajili ya kufanya uchunguzi, na waleta maombi walitufuata kama mawakili, tukaweza kufungua shauri mahakamani. Na mashauri ya namna hii yana hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kuomba kibali mahakamani. Mahakama ikikupa kibali ndio unapeleka kesi ya msingi. Sasa katika kuomba kibali, utaratibu wa kisheria unakutaka wewe mleta maombi uthibitishe kwamba una hoja za msingi, na vile vile uthibitishe kwamba una maslahi katika hilo jambo ambalo unaenda kulilalamikia. Na kimsingi shauri hiyo lilisikilizwa mbele ya Jaji Mtembwa, na aliona kwamba wajibu waleta maombi, kwa maana Rosemary Mwakitwange na wenzake wawili, walikuwa wana maslahi katika maombi hayo. Vile vile mahakama iliona kwamba wana hoja za msingi, na baadaye mahakama ikawapa ruhusa sasa waweze kufungua kesi ya msingi. Na ruhusa hiyo baada ya kutoka, waliambiwa ndani ya siku 14 wawe wameshafungua hayo maombi ya msingi. Na ni kweli uamuzi ulitoka tarehe 18 Disemba 2025, then wakafungua maombi ya msingi sasa kwa hati ya dharura, kwa sababu tume ilipewa miezi mitatu ya kumaliza kazi yake kutoka tarehe 21 mwezi wa 11 kwa mujibu wa tangazo la serikali mwaka 2025. Ukihesabu kwa haraka miezi mitatu inaisha, kama sikosei, tarehe 27 au 25 hapo, kwa hesabu za haraka Februari. Sasa baada ya kupeleka maombi ya msingi, sasa baada ya kupewa ruhusa, tumepeleka maombi ya msingi mahakamani. Baada ya kupeleka maombi ya msingi mahakamani, kesi ikapangwa kwa Jaji Mbagwa, akaipanga tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Tafsiri yake ni kwamba kesi imepangwa mwezi wa pili, siku ya kutajwa, sio kusikilizwa, kutajwa siku 15 au 17 kabla ya tume kumaliza kazi yake. Na wakati huo tunafahamu kwamba mahakama ziko likizo, lakini tangazo la mahakama kwenda likizo linasema mahakama itasikiliza kesi za jinai na kesi zenye hati ya dharura, na shauri hili limepelekwa kwa hati ya dharura, na udharura wenyewe ni kwamba tume ina muda mchache wa kumaliza kazi. Sasa ukipanga mwezi wa pili kwa ajili ya kutajwa tu, tafsiri yake ni kwamba kesi itakuja kusikilizwa wakati tume ishamaliza kazi na imeshavunjwa, sababu tume inavunjwa kwa gazeti la serikali na inaundwa kwa gazeti la serikali. Kwa kesi itakuwa inaendelea mahakamani wakati huo tume imeshamaliza kazi yake. Sasa kutakuwa kuna maana gani ya kuwepo kesi mahakamani? Sisi kama mawakili, baada ya kuona hiyo tarehe, tukawasiliana na wateja wetu, tuliandika barua kwa jaji kiongozi kwamba tunaomba tupangiwe jaji mwingine, au kama inawezekana tubadilishiwe tarehe, isikilizwe ndani mwezi huu ili haki iweze kutendeka, whether kuna kushinda au kuna kushindwa. Hiyo sio issue. Issue ni kwamba shauri limefunguliwa kwa hati ya dharura, na udharura umeandikwa kwenye hayo maombi kwamba tume imepewa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo tunaomba tusikilizwe kwa udharura ili hatima ya jambo hilo liweze kujulikana mapema. Sasa tumewaita hapa kuwapa taarifa ya hatua gani tumezichukua baada ya kuona kwamba tumepangiwa kesi tarehe 10 mwezi wa pili, siku 15 17 kabla ya tume kumaliza kazi yake. Kwa hatua tuliochukua, tumeandika barua
kwa jaji kiongozi kama nilivyozungumza, na tutawapa nakala hiyo barua ili wananchi na waandishi wa habari mjue kwamba nini kinaendelea mahakamani. Na kama nilivyozungumza, kesi hii ina hatua mbili. Hatua ya ruhusa tumeshapewa, hatua ya pili ni hii ya kupeleka maombi ya msingi. Na tunashukuru kwamba mahakama iliona wateja wetu wana kesi ya msingi, na ndio maana wakapewa ruhusa ndani ya siku 14 wafungue maombi. Na tumefungua hayo maombi, lakini tumefungua kwa hati ya dharura ili tuweze kusikilizwa mapema. Kwa bahati mbaya kesi imepangwa mwezi wa pili, tarehe 10 mwezi wa pili, jambo ambalo kidogo tunaona sio sahihi. Kwa hiyo tukasema tuje tulete mrejesho kwenu, kwa wadau, kwa sababu ni jambo ambalo linahusu umma, na hayo ndio ambayo yameweza kujiri, na hiyo ndio taarifa yetu, unless kama kuna mtu atakuwa na swali. Na labda tu kama naweza nikaongezea, haitakuwa mara ya kwanza kwa mahakama kurekebisha kama kutupa maombi haya sasa tunaleta kwa kupitia nyie, kwa sababu ukiangalia huko nyuma mahakama imeshafanya hivyo. Mwaka 2008 Oktoba, walimu walipanga kugoma. Chama cha walimu Tanzania kilipanga kuitisha mgomo wa nchi nzima siku ya Jumatatu tarehe 15, lakini kukapelekwa ombi chini ya certificate of urgency kama tulivyofanya sisi siku ya Jumamosi tarehe 13 Oktoba hiyo 2008 na mwanasheria wa serikali, na mahakama ikawa grant. Kesi hiyo ilisikilizwa kwa hati ya dharura ilisikilizwa siku ya Jumamosi ya tarehe 13 Oktoba, na mahakama ikatoa hukumu na mgomo huu haukuwepo. Kwa sisi tunaamini kabisa kwamba swala la madai yetu ya kuzuiwa tume kuendelea, ambalo tumezuiwa, lakini kusikiliwa sasa kesi ya msingi, kwa nini tunaiona hii tume haitatutendea Watanzania haki, tunafikiri lina uzito ambao haupungui kutokana na ule ambao tumeshauona kwenye precedence ya kesi ya Lee. Kwa hiyo bado tuna insist kwamba mtusaidie kufikisha ujumbe, kesi hii iweze kusikilizwa mapema iwezekanavyo, ili maamuzi yafanyike na hatua zinazofuata ziendelee. Asanteni. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.